Ndugu zangu, tumusifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Jumapili ya 4 ya Kwaresma mwaka C. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya ya 9 na aya ya 10 hadi 12. Somo la pili ni kutoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya 17 hadi 21. Injili ni ya Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi 3 na 11 hadi 32. Ndugu zangu, katika Injili tunaona mfano mzuri na tunaweza tukauita kwa majina matatu. Jina la kwanza tunaweza tukasema ni mfano wa mwana mdogo mpotevu. Huyo kijana mdogo ana mambo ambayo sio mazuri. Kwa mfano, kutoona utajiri wa nyumbani, na kwenda pale ambapo kuna uhaba, kuna njaa. Ni sawa na watu kuhama kanisa Katoliki ambapo kila kitu kipo kwa ajili ya wokovu wao, wakaenda pale ambapo hata sakramenti ni haba. Misa hamna, ekaristi hamna, kitubio hamna, maombezi ya watakatifu hasa ya Mama Bikira Maria hamna, mambo mengi hamna. Sasa unahama sehemu ambapo kila kitu kipo kwa ajili ya wokovu wako, unaenda sehemu ambapo kuna uhaba. Ndugu zangu, kitu ambacho kingine si kizuri kwake ni maisha ya uasherati. Sasa hata hivyo, huyo kijana mdogo anatufundisha kutathmini maisha yetu na kuona tumekosa wapi, kuona kama tuko mbali na Mungu au mbali na kanisa lake, na kurudi kanisani au kumrudia Mwenyezi Mungu, bila kusahau kupatana na wanadamu wenzetu. Tujitahidi kufanya hivyo ndugu zanguni, hasa kwenye kipindi hiki cha Kwaresma, kitatusaidia sana. Tunaweza kuita mfano wa Injili mfano wa mwana mkubwa asiyejitambua au asiyetambua makosa yake. Makosa yake tunaweza tukagundua wivu, kutofurahia mapokezi mazuri ya ndugu yake, hata anaenda mpaka kukasirika na kususia sherehe ya kumpokea. Kitu kingine ambacho si kizuri, kukataa undugu na kumwambia baba, huyu mwana wako. Angesema huyu ndugu yangu. Lakini kitu ambacho kingine si kizuri ni kwamba anafanya kazi kama mtumwa. Anamwambia baba, nimekutumikia. Hiyo lugha sio nzuri. Ndugu zanguni, kazi za nyumbani huwa zinatunufaisha sote. Unapofanya kazi, humtumikie yoyote na we unajitumikia. Kila mmoja hufaidika na kazi anayoifanya nyumbani. Inapaswa kuwa hivyo hata kanisani. Kila mmoja isikie kwamba kanisa ni la kwake, anafanya kazi za kanisani, yeye mwenyewe atanufaika na matokeo mazuri. Inaonekana pia kwamba huyo kijana ni mtunza kinyongo. Anamwambia baba, hujanipa mwanambuzi. Kweli huyo kijana aliomba akanyimwa? Huyo baba mwema na tajiri angemnyima kweli? Angeomba? Hapa tunaweza tukatoa onyo kwa watu wanaonuna, wanaoshindwa kusema kinachowakera, wakashindwa kusema kwenye familia zao shida zao na mahitaji yao, wakaumia ndani kwa ndani bila kujieleza. Wakati mwingine wanaweza wakatengeneza kinyongo. Ndugu zangu, tukiangalia upande wa huyo kijana mkubwa, tunaweza tukagundua kwamba baadhi ya Wakristo wanaishi kwa namna hiyo. Wanajiona wao wakamilifu, hawana shida, wakaishi miaka mingi bila maungamo. Hilo sio jambo nzuri. Lakini hata hivyo, kwa kijana mkubwa tunaweza tukajifunza kwake kubaki nyumbani au kubaki kwa baba na kumsaidia kazi. Hicho ni kitu kizuri. Ni sawa na Wakristo wanaobaki ndani ya kanisa lao na kulijenga kanisa na kulitegemeza kanisa. Ni sawa na Wakristo wanaojitahidi kuzishika amri za Mungu na amri za kanisa la Mungu.
tunawapongeza sana na tunawashukuru sana. Tunaweza tukaita mfano wa Injili kwa jina la tatu kama mfano wa baba mwenye huruma. Siwezi kutaja sifa zake kwa sababu ni nyingi na muda nilio nao ni mfupi, lakini tunapoangalia huyo baba ni vigumu kupata baba wa namna hiyo hapa duniani. Tunaweza tukasema kwamba baba wa namna hiyo si mwingine, ni Baba yetu aliye mbinguni. Ndiye mwenye huruma, ndiye mwenye upendo usiojali mastahili yetu. Tunapomkosea au tunapomwacha, anatusubiri kwa hamu kubwa turudi kwake. Tukifanikiwa kuacha dhambi na kuziungama, anatusamehe na furaha inakuwa kubwa mbinguni. Rejea Injili ya Luka sura ya 15 aya ya 10. Kipindi hiki cha Kwaresma ni fursa muhimu sana ya kutupatanisha na Baba yetu aliye mbinguni. Hata somo la pili nasisitiza, bila kusahau kupatanishwa na wanadamu wenzetu. Sakramenti ya kitubio itatusaidia sana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Na watakieni Jumapili njema, Kwaresma njema. Tuzidi kuwa watoto wazuri ndani ya kanisa la Mungu, watoto wazuri mbele ya Baba yetu aliye mbinguni. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.